Narudia tena, Yesu ni nabii anayefaa kufuatwa kwa kipindi chake, lakini sio kwa leo. Yawezekana kukawa na maswali na Wakristo wakacheka, na unaweza usielewe, lakini haya si maneno yangu. Haya ni mafundisho ya Biblia na mwongozo wa kibibilia. Kwa nini nasema hivi? Tutamwangalia Yesu. Wakristo wanaamini Yesu alitabiriwa, na kwa kuwa wanaamini alitabiriwa, wanauamini mpaka huo utabiri. Kwa mfano, kitabu cha sura ya 5 mstari nambari 2. Nangamka twende kwa 5. Mika anasema, bali wewe Bethlehemu Efrata, wewe mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, naam, kutoka kwako wewe, naam, atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Simama kidogo. Maneno haya tunaambiwa, ewe Bethlehemu Efrata, ule mdogo katika makabila ya Yuda, kutoka kwako atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika makabila ya Israeli. Haya ni maneno Wakristo wote ukiwauliza duniani, utabiri huu ulikuwa unamuhusu nani? Wote wanasema ulikuwa unamuhusu Yesu. Katika maelezo haya yanaonyesha wazi kwamba utawala huu unaoelezwa hapa, Bwana Yesu anakwenda kuwa mtawala, lakini utawala wake unakwenda kuwa ni katika makabila ya Israeli. Huu ni utabiri. Sasa akija Mkristo, nitamwomba anisaidie. Kuna pahala popote pia kwenye kitabu cha Mika kinasema kwamba Yesu akija atakuja kuwa mtawala dunia nzima? Kama kitapatikana kwenye kitabu cha Mika, inawezekana Mika akawa amejibu, yani ametoa utabiri wa namna mbili, au la useme utabiri ulikuwa wa uongo, lakini kwa mujibu wa Biblia utabiri huu ulitumia katika Mathayo sura ya 2 mstari 6. Naam, nasema 2:6 kitabu cha Mathayo nasema, na Bethlehem katika nchi ya Yuda, naam, mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Maana yake kwamba utabiri huu unaonyesha kwamba huyu Bwana Yesu anakuja kuwa mtawala, kuwachunga watu wake ambao ni watu wa Mungu, watu wa Israeli. Tutakuja kusikia vituko baadaye. Vituko kwa sababu gani? Watakuja watu watasema Yesu alikuwa na awamu mbili. Awamu ya kwanza kabla hajafa, awamu ya pili baada ya kufa na kufufuka. Alipokufa na kufufuka ndo akawaambia nendeni kote. Tunajua, lakini tunaweka kiporo. Kawaida ya ndege unamtega kwa kumtumia mchele, atakapoanza kudokoa ndio safari yake inapoingia. Nataka ieleweke. Kwa sababu gani? Bwana Yesu pia mwenyewe alivyokuja baada ya kuanza kazi yake, ili kuonesha utabiri ulikuwa sahihi, Mathayo sura ya 15 mstari nambari 24. Na mnasema, naam, Mathayo 15:24 nasema, akajibu akasema, naam, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sasa inawezekana Yesu alisahau kwamba yeye atakufa alafu atafufuka alafu atawaambia waende kote, lakini Yesu anaonesha sikutumwa. Angeishia hapo, tungesema Yesu amejileta mwenyewe, hakuna aliyemwagiza. Lakini ili watu wasimuelewe vibaya, akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Tafsiri yake, Yesu anastahili kufuatwa kwa wakati wake kwa wana wa Israeli. Kinyume chake ni kujipendekeza. Muhaya kumfuata Yesu unajipendekeza, Msukuma kumfuata Yesu unajipendekeza, Mgogo kumfuata Yesu unajipendekeza. Kama rafiki yangu bwana Myahudi wa Dodoma, ni kujipendekeza tu.
lakini maneno yake mwenyewe anajua kwamba kuna watu watakuja watasema wewe ni wa sehemu zote, wewe ni wa ulimwengu mzima. Ndio maana Yesu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ili kuonesha utakatifu wa mafundisho yake, Bwana Yesu aliendelea chini katika hayo maneno. Endelea kidogo. Inasema naye akaja akamsujudia akisema, zikibaki dakika 5 mnionyeshe mkono, zimebaki 5, nina maana. Endelea. Bwana unisaidie. Akajibu akasema, akasemaje? Si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Sasa sikiliza hapa. Huyu mama hakuwa miongoni mwao, akaona vipi huyu, akamwambia Bwana nisaidie, mimi na matatizo. Akasema si vyema kuchukua chakula cha watoto. Watoto hapa ni wana wa Israeli. Si vyema kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Haya maneno ukisoma katika tafsiri mbalimbali, wako wengine wamesema Yesu alitumia lugha kali, wako wengine wamesema yawezekana Yesu haya maneno mbwa ni ya Mathayo, kwa tafsiri za Kikristo, lakini kama unasoma utafiti huo utakutana na hayo nayosema. Kwa anaambia si vyema kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Hapa mbwa waliokusudiwa ni wale ambao sio Waisraeli, lakini yule mama akaendelea kung'ang'ania. Ikawaje? Inasema malizia tu aya haraka kidogo. Akasema si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Sasa leo niwaulize Wakristo, wangapi wamekubali kula makombo? Mkono juu. Hata Wakristo hawajainua, maanake hata wao wanasema haiwezekani kula makombo wakati chakula kipo. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nini ule makombo au ule utumbo aliyakuwa nyama yenyewe ipo? Nyama ipo, utumbo wa nini? Kwa nini ule makombo aliyakuwa chakula kipo? Mwanamke anasema analia, anataka kusaidiwa. Na mwisho Yesu alimaliza akasema imani yako imekuponya. Yani maana yake wewe unakwenda Rwanda, unaomba msaada kwa rais wa Rwanda. Wewe unasema mimi siwezi kuchukua chakula cha Wanyarwanda nikakupa wewe Mtanzania. Unasema hapana, mimi niko tayari hata kuchukua makombo, mimi jirani yako. Mwisho wa sababu kwa sababu umeng'ang'ania sana, basi wewe chukua tu kula. Ukishakula ukishiba, unasema na mimi rais wa Rwanda ndio rais wangu. Wewe akili yako itakuwa haiko sawa sawa kabisa. Haiko sawa sawa kwa sababu umeshindwa kuelewa haya maneno sio yangu, ni maneno ya Bwana Yesu. Yani nitafanya hapa hii debate, sifanyi mimi, nitafanya kazi ya kuwachukua Wakristo walioko hapa waje wajadiliane na Yesu juu ya mada hii. Lakini vile vile kadri tunavyoendelea kuyaangalia haya mambo, kuna kitu kimoja cha msingi sana. Kuna watu wanaweza kusema hapana, labda baadaye Yesu akaja akasema sijui nendeni ulimwenguni kote. Kuna neno limetumika mataifa, kuna neno limetumika ulimwengu. Kibiblia mataifa ina maana yake na ulimwengu ina maana yake. Dakika za hapo mbele nitakuja kuonesha tafsiri ya hilo neno mataifa na tafsiri ya hilo neno ulimwengu. Lakini Yesu mwenyewe kuna maneno alimaliza akisema hivi. Tutaanza kusoma Mathayo 10 mstari wa 5 alafu tutakwenda mstari wa 23. Hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza, akasemaje? Akisema nini? Katika njia ya mataifa msiende. Sikiliza hapa, Bwana Yesu wakati anatoa ile agizo ilikuwa ni hatua zake za mwisho. Bwana Yesu anawaagiza, anawaambia wanafunzi wake katika njia ya mataifa msiende. Endelea. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Endelea. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Afadhali shikeni njia. Ukisikia neno afadhali, yani kuliko kuja Tanzania, afadhali ushike njia kuelekea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Nenda mstari wa 23. 23 inasemaje? Lakini watakapowafukuza katika mji huu. Sikiliza, Yesu alikuwa anaeleza mambo ambayo yalikuja kutokea baadaye, kwa sababu hapo katikati kuna maelezo
maelezo mengi. Kuna maelezo anawaambia wanafunzi wake, mtateswa, mtatukanwa, mtapigwa. Anawaeleza kwamba ni kipindi ambacho yeye Yesu hatokuwepo tena duniani, ndio anawaeleza hii habari. Nenda haraka haraka hapo, kimbilieni mji mwingine. Kwa maana ni kweli nawaambia hamtomaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Yesu anasema nyinyi hamwezi kuimaliza Israeli mpaka mimi nitakaporudi. Sasa labda mje muwaongopee watu kwamba Yesu amekwisha rudi, lakini Yesu anawaambia Israeli hamwezi kuimaliza mpaka mimi nitakaporudi. Lakini swali la msingi ni nani anayestahili kufuatwa hivi sasa? Sio mwingine, ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya tunayathibitishaje? Tunaanza na Yohana sura ya 5 mstari wa 9. Haraka haraka kidogo, leka zimba Yohana 5:9, haraka haraka kidogo. Mara yule mtu akawa mzima. 5:9 Yohana 5:9. Ndio hii. Haraka haraka. Mara yule mtu akawa mzima. Yohana 5:9 hiyo au haraka unasoma? Ni Yohana 5:9. Wewe rudia tena, soma hiyo. Kuna kitu nakitafuta hapo. Haraka haraka. Naam. Pindi nilipo ulimwenguni, nenda hapo chini yake kidogo. Mimi nuru ya ulimwengu. Haraka haraka. 9:5. Naam, 9:5. Haraka haraka. Alafu tuangalie mengine. Naam, 9:5 inasema muda nilipo ulimwenguni. Simama, Yesu anasema hivi, pindi nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Simama kidogo. Yesu anasema nikiwa ulimwenguni, mimi Yesu ndio nakuwa nuru ya ulimwengu, nuru ya ulimwengu. Mimi nataka niwaulize wa Kristo, Yesu yuko ulimwenguni au hayupo? Wanaosema hayupo ulimwenguni mkono juu. Kasema mmoja, wengine wote wamegoma. Inawezekana na kanisa lake huyo. Kwa hiyo Yesu anawaambia pindi nilipo ulimwenguni, mimi nuru ya ulimwengu. Sasa Yesu sasa hivi ameshaenda wapi? Ameenda mbinguni. Nuru ya ulimwengu anabaki kuwa nani? Qur'ani 33 mstari wa 45. Haraka haraka. 33 mstari wa 45. Haraka haraka. Naam. Inasema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa yakini sisi tumekutuma wewe Muhammad, tumekuleta uwe shahidi na mtoaji wa habari nzuri. Tumekuleta uwe shahidi na mtoaji wa habari nzuri, na mwonyaji, na uwe mwitaji wa watu kwa Mwenyezi Mungu. Endelea. Kwa idhini yake, na uwe taa itoayo nuru. Na wewe Muhammad uwe taa inayotoa nuru. Kwa hiyo Muhammad ndio taa yako wewe hivi sasa yenye kutoa nuru. Qur'ani 14:1. Haraka haraka. 14:1 Al-Karim inasema naam, changamka. 14:1 Qur'ani inasema Alif Lam Ra. Hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili watoe watu katika giza. Mungu anamwambia Muhammad, hichi ni kitabu tumekiteremsha kwako ili watoe watu katika giza. Endelea. Wapeleke katika nuru. Uwapeleke katika nuru. Kwa hiyo Muhammad amekuja kuwatoa kwenye giza watu, awalete kwenye nuru. 34:25 Qur'ani. 34:25 Al-Karim inasema. Changamka haraka haraka. Vidole hivi 34:15 nasema 25. Changamka. 28 anzia. Sema Muhammad, hamtaulizwa kwa makosa tuliyofanya sisi. Endelea. Wala hatutaulizwa kwa yale mnayotenda nyinyi. Endelea. Sema. Mola wetu atakusanya kisha atatuhukumu baina yetu kwa haki. Naye ndiye hakimu ajuaye. Endelea. 34:28. Amidu. Na hatukutuma. Na sasa soma hiyo vizuri bwana. Soma. Hatukukuleta Muhammad ila kwa watu wote wanyoshe mkono juu. Wale ambao sio watu tuwasinyoshe. Sijaelewa. Rudia tena, labda hiyo haijasikika. Rudia tena. Na hatukukutuma Muhammad. Hatukukuleta Muhammad ila kwa watu wote. Watu wanyoshe mkono juu, wasiokuwa watu wasinyoshe. Mtajua wenyewe. Lakini vile vile Qur'ani sura ya 7 aya nambari 158. Soma hiyo. Inasema
Asemaje? Sema ewe Muhammad. Sema ewe Muhammad. Enyi watu. Hakika mimi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwenu nyinyi. Watu mkono juu. Wasiokuwa watu wasinyoshe. Rudia tena, hawajasikia labda. Rudia tena. Enyi watu. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwenu nyinyi nyote. Watu mkono juu. Asalamu alaykum watu, msiokuwa watu, amani ya Mungu iwe kwenu. Haya. Allah, bila kupoteza muda, mwenyekiti mwenza. Mataimkipa, kumbe mlikuwa mmenyosha mkono kwa maana muda tayari. Nini kwa kwenye nifiki kwenye ile swali. Naomba nimlete kwenu mwinjilisti na mwalimu Yohana Omari Kibavu kwa dakika 20 tafadhali. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mkutano, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naam, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambapo tunaendelea vizuri katika kipindi hiki. Ndugu zangu, mada ambayo iliyokuwa imetajwa, ambayo tuliwataarifu wenzetu mapema sana, Ustadhi Mazinge, Ustadhi Mbogo ndio ambao tulikuwa tunawasiliana nao kwenye simu. Mada inasema kati ya Bwana Yesu na Muhammadi ni yupi anastahili kufatwa? Hii ndio ilikuwa mada. Kijana amekuja kajibu vizuri, kasema wote wanastahili kufatwa. Hapa tunasema hayuko mbali na mlango wa kanisa. Lakini hapo bado angejiuliza, kama wote wanastahili kufatwa, mbona Wakristo hawamwamini Muhammadi? Ndio hoja tumechagua hapa. Tulijua leo watakapokuja watatushawishi kimaandiko tufanyeje, tumwamini Muhammad bin Abdullah. Ndio ilikuwa hivyo. Lakini kijana alipokuja baada ya kujibu hivyo, akatoka kabisa nje ya mada, akazungumza kati ya Yesu na Muhammadi, nani katumwa kwa ulimwengu mzima. Ndicho ambacho alichozungumza, na hiyo sio mada. Umepoteza dakika 20 za watu bure, hiyo sio mada. Mada inasema kati ya Yesu na Muhammadi yupi bora wa kufatwa. Ndio hoja. Utushawishi hapa leo tusilimu tuwe Waislamu kupitia nini? Kwa Muhammadi. Lakini kijana dakika 20 kapoteza, tunasema jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baadaye kijana akajikanyaga akasema Yesu anastahili kufatwa, lakini muda wake umekwisha. Kwa hiyo sasa, kwa sababu muda wake umekwisha, anastahili sasa ni nani? Ni Muhammadi. Sasa tumuulize Yesu, je, we Yesu, muda wako kweli umekwisha? Ibrahimu tukakosea njia. Msomaji? Naam. Waebrania 13:8. Waebrania 13:8. Haraka msomaji. 13:8 Waebrania anasemaje? Naam, anasema kama ilivyoandikwa. Naam. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yeye ni yule. Ni yeye yule Jana na leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kijana, ukija hapa uiangalie hii milele nayo imekwisha. Huyu katokea wapi huyu? Sasa jengine, kijana kajichanganya, akafika mahali akasema waniomfuata Yesu, watu wa mataifa kumfuata Yesu hawastahili. Kwa sababu gani? Yesu amewaita mbwa.
Ina maana sisi ambao tunamfuata Yesu si wana Israeli, anatufananisha na nani? Na mbwa. Sasa hii hatuwezi tukaiacha, kwa sababu hii inarushwa live ulimwenguni, lazima tuisafishe. Msomaji? Naam. Yohana 1:11. 1:11 Yohana. Tuangalie mbwa nani, chakula ni nini, watoto kina nani. Isome hiyo. Naam, anasema. Naam. Alikuja kwake. Sawa. Wala walio wake hawakufanya nini? Hawakumpokea. Tupe habari. Naam, anasema. Naam. Bali. Naam. Wote waliompokea. Wote waliompokea. Aliwapa uwezo. Wa nini? Wa kufanyika. Nini? Watoto wa Mungu. Tupe habari. Ndio wale waliaminio jina lake. Basi. Kwa hiyo kumbe kila anayemwamini Yesu anafanyika kuwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Na Yesu anasema chakula ni kwa watoto wa nani? Wa Mungu. Ambao si watoto, ambao si hawamwamini Yesu, hao si watoto wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu si watoto wa Mungu, chakula sio nini? Haki yao. Nafananishwa na mbwa. Sasa niulize, kati ya Wakristo na Waislamu tuliokuwa hapa, anayemwamini Yesu ili awe mtoto wa Mungu asifananishwe na mbwa, mkono juu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tushushe wasionyosha, moja na moja, jibu nalo. Jengine kijana na matatizo huyu.